الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان الذي أكرمنا بالقرآن ثم جعله ربيعا في قلوب أهل البصائر والفرقان، والصلاة والسلام على المبعوث هدى ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa katika darsa yetu ya tafsirul Quran juz'u amma, na tukiwa walillahi alhamd ni wenye kukamilisha surati al-Fatiha, na tukaingia ndani ya suratu Naba, yani suratu amma yatasaalun, na tukasema sura hiyo imeitwa An-Naba kwa sababu ndani yake imetuletea habari za tukio ya siku ya Kiyama. Tulisema ya kuwa neno An-Naba bimaana al-khabar, bimaana news, habari, na suratu amma yatasaalun yaitwa nini? An-Naba. Alhamdulillah, darsa ya mwisho tulisoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala baada kutubainishia hali ya watu wa moto wa jahannam, wal'iyadhu billahi min nari jahannam. Maneno ya Mwenyezi Mungu kuambia watu wa motoni, huku akiwakejeli na akiwasuta na akiwadhalilisha. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia watu wa moto wa jahannam, fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Fadhuqu, onjeni utamu, sikizeni raha, pateni raha, onjeni raha. Fadhuqu, onjeni utamu wa moto wa jahannam, utamu wa adhabu. Maneno haya wanaambiwa sukhriyatan lahum wa tadhlilan lahum wa ihanatan lahum, wanaambiwa kwa kukejeliwa. Allah subhanahu wa ta'ala atawakejeli watu wa moto wa jahannam kwa sababu ya uovu wao hapa duniani, kwa sababu ya shirk walioitenda hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuadhibu, huku anawadhalilisha na kuwafanyia ihana na kuwakejeli. Wataambiwa fadhuqu, onjeni, sikizeni raha ya adhabu ya moto wa jahannam. Falan nazidakum, na hatutowazidishia hapa ndani ya moto wa jahannam illa adhaba, isipokuwa tutawazidishia adhabu kali juu ya adhabu kali. Bimaana la takhfif, hakuna kupunguziwa katika adhabu ndani ya moto wa jahannam. Wal'iyadhu billahi min nari jahannam. Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala sawa na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Ghafir. Kwa nini hawa watu wa motoni wataambiwa kwa kukejeliwa, fadhuqu falan nazidakum illa adhaba, onjeni utamu, pateni raha ya adhabu ya moto wa jahannam, hatutowazidishia ndani ya moto wa jahannam isipokuwa ni adhabu juu ya adhabu. Kwa nini watafanyiwa hii kejeli? Kwa nini watadhalilishwa namna hii? Ni kwa sababu namna Allah anavyosema katika surati al-Ghafir aya ya 49, watu wa moto wa jahannam wataambia az-zabaniya ndio malaika ambao wamepewa majukumu ya kuadhibu watu ndani ya moto wa jahannam. Zabaniya, watu wa moto wa jahannam watawaambia hawa az-zabaniya, hawa khazanatu jahannam, hawa malaika ambao kwamba ni walinzi wa moto wa jahannam, watawaambia ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab, muombeni mola wenyu. Yani watu wa jahannam watawaambia khazanatu jahannam, watawaambia hawa malaika ambao ni walinzi wa moto wa jahannam na wamepewa majukumu ya kuadhibu watu ndani ya moto wa jahannam. Hawa watu wa moto wa jahannam watawaambia hawa malaika, ud'u rabbakum, mumuombeni mola wenyu dua. ud'u rabbakum,
mumwombeni Mola wenyu kwa niaba yetu, yukhaffif anna, atupunguzie, yukhaffif anna, atupunguzie, yauman, siku moja tu, min aladhabi, kutokamana na adhabi ya moto wa jahannam. Sasa baada ya hawa watu wa moto wa jahannam kufanya hili ombi, kuambia malaika ambao kazi yao ni kuadhibu ndani ya moto wa jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'adhab, muombeni Mola wenyu mlezi, naam, na Mola mwenye kuwamiliki na kuwalea, mumuombeni atupunguzie japo siku moja katika adhab. Hapo ndipo ataambiwa fadhuku falan nazidakum illa adhaba, onjeni utamu, hatutowazidishia ndani ya hii moto wa jahannam isipokuwa ni adhabu juu ya adhabu. Hii wataambiwa kwa kukejeliwa, kwa kuwa walikuwa na fursa na nafasi yote hapa duniani kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutubia shirki, kwa kuwa shirki itawaingiza watu ndani ya moto wa jahannam kwa wingi. Shirki, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, kwa kuwa shirki inaporomosha ibada za mtu. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidhalimina min ansar, yule mwenye kumshirikisha Allah kwa chochote Allah anamharamishia janna, yani kwake janna ni haram. Kwako wewe wal billah janna ikiwa haram, basi makazi yako itakuwa wapi? Ndani ya moto wa jahannam milele. Hii ndio uzito. Sasa hawa badala ya kuachana na ushirikina na kurudi kwa Mwenyezi Mungu kwa tauhid al-khalis, wao watakuwa ni wenye kudumu katika kufanya nini? Katika shirki. Ndio maana watakuwa wanakejeliwa namna hii ndani ya moto wa jahannam. Walikuwa na nafasi, lakini wakatupa fursa na nafasi waliopewa, wakafanya mzaha, wakakataa kuamini na siku ya jazaa, siku ya malipo. Sasa wataambiwa hivyo. Na mbona hawa mabwana wa moto wa jahannam watawaambia malaika ud'u rabbakum, muombeni Mola wenyu, na hawatasema ud'u rabbana, ombeni Mola wetu, watasema ombeni Mola wenyu. Mbona watasema hivi? Ni kwa sababu minadhulli, kwa sababu watakuwa wamedhalilishwa, walaib, na watakuwa na aibu kujinasibisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa walimaasi Allah duniani, kwa kuwa hawakuwa na uhusiano na Allah duniani, kwa kuwa badala ya wao kumuomba Allah peke yake dua, walikuwa wanamuomba Allah na walikuwa wanamuomba asiyekuwa Allah. Kwa kuwa hapa duniani hawakuwa na wakati wa kumlilia Allah. Duniani walizoea kuwalilia viumbe, wakamlilia Isa Yesu Kristo, wakamlilia Maryam mamake Isa, wakamlilia Fatima namna mashia wanavyofanya, wakamlilia Sheikh Abdul Qadir al-Jailani namna matariqa wanavyofanya, wakalilia viumbe vya Allah badala ya kumlilia Allah. Kwa kuwa duniani hawakuwa na uhusiano mzuri wa kumlilia Allah, basi akhira katika moto wa jahannam hawatakuwa na uwezo wa kumlilia Allah wala kujinasibisha na Allah kutokamana na nini? Aibu watakaokuwa nayo, yani adhul, namna watakavyodhalilishwa. Ndio maana watawaambia hawa malaika ud'u rabbakum, mumuombeni Mola wenyu, na hawatasema ud'u rabbana. Ni nini tunapata katika faida katika kauli hii ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'adhab? Ni zipi faida zake? Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah asema awalan annahum lam yas'alu Allah subhanahu wa ta'ala, yatubainishia kuwa watu wa moto wa jahannam hawatoweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awapunguzie adhabu. Kwa nini watashindwa kumwomba Allah awapunguzie adhabu? Kwa kuwa walipokuwa na tupwa ndani ya moto wa jahannam, kwa mujibu wa suratul Mu'minun, suratul Mu'minin
aya ya 108 Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia ikhsa'u fiha wala tukallimun, ingieni hapo ndani, mdumu hapo ndani, mbakieni hapo ndani na wala msifanye nini? Msizungumze, kwa kuwa alishakatazwa kuzungumza. Ndio maana hawatomlilia Allah, watawaambia malaika mumuombeni Allah kwa niaba yetu. Thaniyan, faida ya pili, naam, kauli yao ud'u rabbakum, ud'u rabbana, ud'u rabbakum wa lam yaqulu ud'u rabbana. Wakisema mumuombeni Mola wenu na wala hawatosema mumuombeni Mola wetu, ni kwa sababu hapa duniani hawakuwa na alaka, hawakuwa na uhusiano na Allah, hawakuwa na uhusiano na Allah. Haikuwa ni mazoea yao kumlilia Allah, haikuwa ni mazoea yao kumwabudu Allah, hawakuwa na mazoea ya kumtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakuwa na mazoea hiyo. Wao mazoea yao walikuwa wanaweka wasta baina yao wao na Allah, wanapitiza dua zao kwa viumbe waliokuwa wafu ama wasiokuwa na uwezo wa kuombea dua. Hapa tuzungumzie atawassul ash-shar'i ambaye ina masharti yake. Unamwendea mtu ambaye kwamba yuko hai, bimaana ibada yake inakubalika, kwa kuwa ukifa ibada zako zote zinasimama isipokuwa 3: elimu yenye kunufaisha, mwanamwema mwenye kukuombea dua, au sadaka yenye kuendelea, sadaqatun jariyah. Kando na hiyo hakuna ibada yako inaendelea. Kwa hivyo hao wenye kuendea wafu na kuwaomba waombee Mwenyezi Mungu, kuwalilia waombee Mwenyezi Mungu, wao pia watakuwa kati ya hawa. Ukiwa duniani, ukiwa hai, muombe Allah direct. Ikiwa wataka dua za mtu mwingine ambaye wamtarajia ni mwema, umuendee wakati wa uhai wake, umwambie niombee Allah dua. Na lazima sharti huyu mtu awe na uwezo wa kukusikia na uwezo wa kuiomba hiyo dua. Na la tatu, wewe pia unyanyue mikono yako mbele ya Allah, namna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu alivyofanya, ukasema ya Allah, nimekutumia mja wako mwema aombe dua kwa niaba yangu, Allahumma fastajib, ya Allah kubali dua ambao huyo mja wako mwema ataiomba kwa niaba yangu. Hizi ndio masharti. Wafu haezi akakuombea dua, wafu haezi akakuombea dua. Almuhim, hawakuwa na mazoea ya kumwomba Allah moja kwa moja. Thalithan, faida ya tatu ambao tunapata katika aya hii, yarfa'u anna, lam yaqulu yarfa'u anna al'adhab bal qalu yukhaffif li'annahum na'udhu billah ayisuna min an yarfa'a anhum. Hawatasema yarfa'u anna al'adhab, muombeni Mola wenu atuondolee adhab. Hawatasema hivyo. Watasema nini? Yukhaffif anna, atupunguzie, yawman min al'adhab, siku moja tu katika adhab. Hii yabainisha ya kuwa hali yao watu wa moto wa jahannam aisuna, watakuwa wamekata tamaa kabisa, watakuwa wamekata tamaa kabisa ya kuwa hiyo adhabu watapunguziwa ama wataondolewa. Watakuwa na matumaini ya kuwa huenda tutapunguziwa, lakini hawatakuwa na matumaini ya kuwa hiyo adhabu wataondolewa. Wao wenyewe watakuwa ni wenye kukubali ya kuwa jazaa au wifaqa, malipo yao hiyo ya kuingizwa ndani ya moto wa jahannam ni malipo yanaofaa, yanaofanana na vitendo vyao wapi? Duniani. Kisha rabi'an, annahum lam yaqulu yukhaffif 'anna al'adhaba da'iman bal qalu yawman min al'adhab yawman wahidan, bihadha yatabayyanu ma hum alayhi min al'adhabi wal hawani wadh-dhulli. Hawatosema Mwenyezi Mungu atupunguzie adhabu kabisa. Wataomba Mwenyezi Mungu awapunguzie adhabu ya siku moja,
Hii yamaanisha nini? Yamaanisha, yatuonyesha hali yao ya udhalilifu na unyonge watakaokuwa ndani yake, ndani ya moto wa Jahannam. Namna ya udhalilishi, yani namna ya unyonge na udhalilifu watakaokuwa nayo ndani ya moto wa Jahannam. Ndio maana wataomba tu siku moja, kwa kuwa wao wenyewe wanajua hawastahiki chochote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa walipewa nafasi duniani. Cha msingi hapa ndipo tulimalizia darsa yetu iliyopita, na hatukuleta faida za aya hii katika suratu Ghafir. Na subhanallah, ndugu wapenzi katika imani, tukizingatia katika suratu Shura, mkitaka kuelewa hali ya unyonge, hali ya udhalilifu, hali ya kukejeliwa, hali ya kusutwa watakaokuwa nayo watu wa moto wa Jahannam, sikizeni kauli ya Allah katika surati Shura aya ya 45. Allah akisema, watarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarafin khafi. Mtaona watu wa moto wa Jahannam, watarahum, mtawaona watu wa moto wa Jahannam. Tizameni namna wanavyosifiwa, hali ya unyonge, ya udhalilifu, yani hali mbaya watakaokuwa ndani yake, watakuwa wamedhalilika kikweli. Watarahum, na mtaona, yu'raduna 'alayha ay yukhadhuna ila nari Jahannam, mtaona wakiongozwa, wakipelekwa katika moto wa Jahannam. Khashi'in, huku wanahofu, huku wananyenyekea kutokamana na unyonge, huku vichwa vyao vinatizama chini, kwa kuwa hapa duniani walikataa kuwa na unyonge mbele ya Mwenyezi Mungu. Walikataa kusimama katika ibada ya sala na kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi siku ya Kiyama watalazimishwa kuwa na unyonge na unyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu. Watakuwa hawawezi wakatizama juu, vichwa vyao vinaelekea chini. Khashi'ina min adh-dhulli, watakuwa na hofu na unyonge kutokamana na nini? Kutokamana na udhalilifu watakaokuwa nayo, udhalilifu watakaokuwa nayo. Min adh-dhulli yanzuruna min tarafin khafi, watakuwa hawawezi wakaona, wakainua macho yao wakaitizama moto wa Jahannam hivi, la, bali watakuwa wanatizama chini kwa aibu na unyonge na udhalilifu, huku wakitupa jicho, wakitizama kwa kando ya jicho kutokamana na aibu watakaokuwa ndani yake, wakiitizama moto wa Jahannam kutokamana na unyonge, udhalilifu, hofu na unyonge watakaokuwa nayo. Wal'iyadhu billahi min nari Jahannam. Hizi tu ni baadhi ya hali za watu wa moto wa Jahannam siku ya Kiyama, habari zao. Kumbukeni sura itwa nini? An-Naba, the news, al-khabar, kwa kuwa imekusanya hali ya watu wa moto wa Jahannam. Leo tutafungua kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia aya 31. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba jazaan min rabbika ataan hisaba. Kuanzia aya 31 hadi aya ya 36. Sasa hivi sasa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwazungumzia watu wa moto wa Jahannam na baada ya kuzungumzia hali za watu wa moto wa Jahannam na kwa nini wanastahiki adhabu hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala hapa anaanza kuwazungumzia watu wa janna na hali zao,
Kwa nini ndugu wapenzi katika imani? Kwa sababu fahamuni hii qaida katika tafsiri al-Qur'an. Al-Qur'anu unzila mathanin. Hii Qur'ani ilishukishwa kwa sifa ya nini? Mathanin. Yani mathanin maana yake ni Qur'ani ikizungumzia janna, baada ya kuzungumzia janna itazungumzia na sehemu ya pili ambaye ni nini? An-nar. Sawa? Two sides of the same coin yani. Ikizungumzia adhab, baada ya kuzungumzia adhabu immediately itazungumzia nini? Rahma ya Allah. Ikizungumzia janna, baada ya kuzungumzia janna itazungumzia nini? Naru jahannam. Ikizungumzia upotevu, baada ya kuzungumzia upotovu itazungumzia nini? Uongofu. Ikizungumzia waumini, baada ya kuzungumzia waumini itazungumzia nani? Wale ambao kwamba ni washirikina na makafiri. Yani Qur'ani imeshukishwa kwa sifa ya nini? Mathanin. Inazungumzia sehemu zote mbili, the opposites. Ikizungumzia khairi, baada ya khairi itazungumzia nini? Shar. Ama ikizungumzia shari, baada ya shari itazungumzia nini? Khair. Ikizungumzia janna, baada ya janna itazungumzia nini? Nar. Ama ikizungumzia naru jahannam, baada ya naru jahannam itazungumzia nini? Janna. Tumeelewana? Hiyo ndio sifa ya Qur'an. Hasa huko imezungumzia naru jahannam na hali za watu wa naru jahannam na namna wanavyostahiki adhabu. Na huku sasa inaanza kuzungumzia janna na hali za watu wa janna na mbona wanastahiki kupata malipo watakayoipata. Hii ndio sifa ya nini? Qur'an. Naam. Naam. Wale tulisema katika darasa zilizopita, sio kila mtu atadumu ndani ya moto milele. Wanafiq, washirikina, makafiri watadumu ndani ya moto wa jahannam milele. Ama kwa kuwa Allah amesema innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wama lidhalimina min ansar. Atakayemshirikisha Allah kwa yoyote na chochote, Mwenyezi Mungu amemharamishia janna, bimaana hatowaingia janna. Wa ma'wahu nar, na makazi yake ni moto wa jahannam. Ama Waislamu ambao kwamba walijidhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi, maadama wako na aslul iman, wako na asli ya imani katika nyoyo zao, siku ya kiyama wana hali mbili. Wanaingia chini ya kile tunaita nini? Mashiatullah, mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akitaka kwa mapenzi yake atawasamehe, kwa kuwa hawakufanya shirki na walikuwa na aslul iman, tauhid walikuwa nayo, lakini walifanya madhambi inawafanya wastahiki kuingizwa ndani ya moto wa jahannam. Sasa wataingia chini ya mashiatullah. Allah akitaka atawasamehea, na akitaka atafanya nini? Atawaadhibu. Na kwa wale ambao Allah atawaadhibu, maadamu wako na aslul imani, hawatodumu ndani ya moto wa jahannam milele. Baada ya muda Mwenyezi Mungu atawasamehea na atawaondoa kutoka kwa moto wa jahannam. Watakuwa wameionja hiyo moto. Ndio maana unaambiwa ndugu mpenzi katika imani, usijaribu kuvuka mipaka ya Allah. Usivuke mipaka ya Allah. Usiwe kama Murji'a. Murji'a ni kikundi kilichopotea kati ya vikundi vyenye kujinasibisha na Uislamu. Murji'a, ahlul irja, ambao wanaamini maadamu wewe ni Muislamu, hata ufanye nini imani yako bado ni kamili.
Hata ufanye madhambi vipi, imani yako bado ni kamili. Na ukikufa hata kama uko ukiswali, wewe ni mtu wa wapi? Janna. Hao ni murji'a, wanaabudu Allah birraja, kwa matumaini, na wameegemea upande moja pekee. Upande wa nini? Matumaini. Sawa? Na usiwe kama Khawarij ama Mu'tazila ambao kwamba wameegemea upande wa adhabu tu, wanavuta extreme ya nini? Adhabu. Wanaamini ukifanya dhambi wewe kesho ni kafiri. Makhawarij, unastahiki kuingizwa ndani ya moto wa Jahannam. Yani wewe hauwezi samehewa na Allah maadama umetenda kabairu dhunub, madhambi makubwa kama ulevi, uzinifu, wizi. Ukitenda hiyo ni kafiri kwa makhawarij. Yani wewe kuisha. Ama Mu'tazila ambao wanasema wewe ni ngumu sana usamehewe, anta fi manzilatin baina manzilataini, wewe uko katika sehemu baina ya sehemu mbili, hauko katika janna na wala hauko katika nar. Yani wao wanaona ni ngumu sana Allah akusamehe. Hizi vikundi vitatu, Murji'a, Khawarij na Mu'tazila, ni vikundi vimepotea. Kwa nini? Kwa sababu hawana nini? Wasatiya, balance. Wameenda katika extremes, two extremes. Na Uislamu ni dini ya nini? Wasatiya, balance, kati kwa kati, kati kwa kati. Na subhanallah, tizameni swali yako imeniingiza katika masala. Tumesema Qur'ani imekuja nini? Mathani, sio? Iko na ada, ikizungumzia upande hupi inazungumzia upande wa pili. Kwa nini? Imejengeka juu ya nidhamu ya dini ya Kiislamu, mfumo wa nini? Wasatiya, balance. Wasatiya nini? Balance. Na subhanallah, maneno haya pia vile vile yamenukuliwa subhanallah na Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal katika Fatawa al-Kubra ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, juz'u ya 5 kurasa la 359. Naam, Imam Ahmad bin Hanbal anasema rahimahullah, yanbaghi an yakuna al-insan, inafaa, inawajibu kwa mwanadamu, fi ibadati, katika ibada yake, li rabbihi, kwa Mola wake, yajib an yakuna baina al-khawfi war-raja, anafaa kumwabudu Allah baina ya nini? Hofu na matumaini. Sio tu kuegemea upande moja, la, baina al-khawf wa raja. Anamwabudu Allah kwa hofu na kwa nini? Matumaini. Hofu kutokamana na adhabu yake na ghadhabu zake na hasira zake, na matumaini ya kupata nini? Rahma ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Hii ndio shida ya ghulu, hii ndio shida ya extremism, ghulu. Ukiwa extremist, ukiwa na ghulu, wallahi alazim, sikiza kauli ya Imam Ahmad bin Hanbal, fa ayyuhuma ghalaba, yani mtu akimwabudu Allah na ameegemea zaidi upande wa nini? Khaufu, kama makhawarij na Mu'tazila, ama ameegemea zaidi upande wa nini? Raja, kama mamurji'a. Mtu akiegemea zaidi upande mmoja, basi halaka, atakuwa ni mwenye kuangamia. Halaka sahibuhu, atakuwa huyu mwenye kuegemea upande mmoja zaidi wa mwingine, atakuwa ni mwenye kuangamia. Hii ndio shida ya nini? Ghulu. Ndio maana Muislamu haufai kuwa na ghulu, unafaa kuwa na nini? Wasatiya, uwe kati kwa kati, usiwe extremist katika mambo yako yote. Juu ukiegemea upande moja zaidi, mwisho itakuangamiza. Kama Mayahudi, inafikia mahali walikuwa wanaamini mtu akimuua mwenzake huyo kwisha, yani hawezi waionja rahma ya Allah.
Ndio yule bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza kisa ya watu wa Bani Israil. Bwana aliua watu 99. Akamwendea mwanazuoni akamuuliza, je, nikirudi kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atanipokea, atanikubali, atanisamehe? Huyu mwanazuoni akamwambia, la, wewe kuisha wewe. Akaamua amkamilishie na 100. Akamilishe 100. Yani wao walikuwa naamini namna yule katika Bani Israili alimwambia mwenzako, wewe Mwenyezi Mungu, mwenzake, wewe Mwenyezi Mungu haezi kukusamehea, wewe utaingia ndani ya moto wa Jahannam. Allah akamwamuru Musa amwambie, ya Musa mwambie ya kuwa sasa kwa kuwa amenena maneno haya, mimi nimemsamehe yule mja wangu aliyenikosea, ama yeye ndio sasa ataingia katika naru Jahannam. Usiwe extremist kuwapendea watu yani mabaya, kuwakufurisha, kuwabidiisha, kwa kuvuka nini mipaka. Ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Wallahi mtu akiegemea upande moja zaidi ya mwingine, wallahi alazim anaangamia. Na ndio hii nidhamu ya Qur'an. Baada imeongelea janna, inaongelea nini? Nar, bila kuegemea upande moja zaidi. Tumeelewana? Almuhim, tuingie katika kauli ya Mwenyezi Mungu, inna lilmuttaqina mafaza, hakika kwa wachaji Mungu kuna kufaulu. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika, inna kwa uhakika, lilmuttaqina kwa wachaji Mungu, mafaza kuna kufaulu duniani na akhira. Wallahi, ukitaka khairi ya dunia kuwa mchaji Mungu, ukitaka khairi ya akhira kuwa mchaji Mungu. Inna lilmuttaqina mafaza. Kwani katika suratul Talaq Allah akisema, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kwa yule ambaye kwamba anamcha Mwenyezi Mungu, anamuogopa Mwenyezi Mungu, havuki mipaka ya Mwenyezi Mungu, yaj'al lahu makhraja, Mwenyezi Mungu atampea njia itakayomuondoa kutoka kwa kila aina ya msukosuko. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Mwenyezi Mungu atampa riziki huyu mja wake ambaye anamcha, huyu mja wake ambaye anamuogopa Mwenyezi Mungu, atampa riziki kwa njia ambazo hakuwa akitarajia. Wa man yattaqillaha fahuwa hasbuhu, kwa yule ambaye kwamba atamcha Mwenyezi Mungu, wallahi Mwenyezi Mungu atamtoshelezea maneno yake. Yani ukitaka riziki, ukitaka nini? Riziki. Ukitaka njia ambayo itakutoa katika kila aina ya msukosuko na shida na tabu na mitihani za dunia, ukitaka riziki, ukitaka Mwenyezi Mungu akutosheleze, wallahi kuwa mchaji Mungu. Hizi ni aya za suratul Talaq, sio? Naam. Yani uchaji Mungu ni sababu ya mtu kufaulu duniani na kesho akhira. Sasa Allah anasema inna lilmuttaqina mafaza, kwa uhakika bila shaka kufaulu duniani na kesho akhira kumefungamanishwa na nini? Uchaji Mungu. Alaykum bittaqwa Allah fa innahu ra'su kulli khair. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akituambia, kuweni wachaji Mungu, kwa kuwa uchaji Mungu ndicho asli, ndicho kichwa, ndicho kinye kuongoza kila khairi. Ukitaka khairi yoyote ile, kuwa mchaji Mungu. Ukitaka khairi yoyote, kuwa nini? Kuwa mchaji Mungu. Jima'un likulli khair, uchaji Mungu ndicho jambo chenye kukusanya khairi yote, khairi ya dunia na ya kesho wapi? Akhira. Ukitaka kuepushwa na moto wa Jahannam, kuwa nani? Mchaji Mungu. Ukitaka msamaha, swali uliouliza, ukitaka Mwenyezi Mungu akusamehee, kuwa mchaji Mungu.
namna Allah anavyosema katika surati Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hapa Mwenyezi Mungu anatutajia sifa za wachaji Mungu. Kimbilieni msamaha wa Mola wenu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni msamaha wa Mola wenu. Bimaana msamaha wa Mola wenu inapatikana katika yale yatakayotajwa. Kisha Allah akasema wa jannatin, na mkimbilieni janna, ardhuha, upana wake ni upana wa samai na ardhi, bimaana haijai. Janna haiwezi jaa. Uiddat lilmuttaqin, msamaha huo umetayarishiwa wachaji Mungu, na janna hiyo imetayarishiwa nani? Wachaji Mungu. Sifa zao ni gani? Sifa za wachaji Mungu, alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra. Wachaji Mungu sio mabakhili. Wachaji Mungu hutoa kwa ajili ya kutaka radhi za Allah kwa hali nzuri ya maisha na hali ngumu ya maisha. Fi sarra'i wad-dharra, wanatoa. Wawe hali yao ni nzuri, wanatoa. Wawe hali yao ni mbaya, ngumu, wanatoa. Walkadhimina alghaidha, na wachaji Mungu hujimiliki hasira zao. Hii ni mtihani kubwa wallah. Hii ni mtihani mkubwa, kumiliki nini? Hasira zako. Walkadhimina alghaidha walafina 'anil nas, na wachaji Mungu namna wanavyotarajia kuwa Allah atawasamehea madhambi yao. Naam, wao ni wepesi pia katika kuwasamehea wenzao. Na kwa kuwa wana hizi sifa ya kuwasamehea wenzao, naam, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah anawapenda kwa kuwa wako na hizi sifa. Wao ni muhsinun, wanafanya haya yote kwa ajili ya kutaka radhi za nani? Allah. Kisha Allah akasema walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, wachaji Mungu ni watu ambao wakifanya machafu ama wakifanya madhambi wakajidhulumu nafsi zao, dhakarullah, huwa ni wepesi wa kumkumbuka Allah, fastaghfaru lidhunubihim, na huwa ni wepesi wa kumwomba Allah nini? Istighfar, awasameh madhambi zao. Kisha wana sifa nyingine, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, hawadumu katika kufanya madhambi ilhali wanajua. Tumeelewana? Hii ni sifa ya wachaji Mungu, na hawa wachaji Mungu ndio watakaofaulu duniani na kesho wapi? Akhira. Sasa ni nani wachaji Mungu? Nimewatajia sifa zao, sio? Ni nini uchaji Mungu? Uchaji Mungu, ndugu wapenzi katika imani, ina daraja tatu, na hizi daraja tatu ina maana moja. Daraja ya kwanza, namna Allah alivyosema ya kwanza na ya pili katika surati Ali Imran aya 130, wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nara. Uchaji Mungu ni wewe umuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umuonee haya na aibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili upate kufaulu. Uchaji Mungu pia ya kusanya wewe kuogopa adhabu ya moto wa Jahannam, adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La yu'adhibu bin nar illa sahiba, Mtume alivyosema sallallahu alayhi wasallam, haadhibu kwa moto isipokuwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ndio mwenye kuyumba moto. Almuhim, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Uchaji Mungu ni wewe muogope Mwenyezi Mungu, usifanye madhambi kwa kuwa unaogopa adhabu na ghadhabu na hasira za Mwenyezi Mungu. Wattaqun nara, na wewe uogope adhabu ya Allah kwa kuwa ashakwambia kuna adhabu wa moto wa Jahannam, na hii adhabu wanapewa watu wenye sifa hizi.
Kwa hivyo wewe ujiepushe na hizo sifa za watu wa moto wa jahannam ili usiingizwe ndani ya moto wa jahannam, kama sifa ya namima. La yadkhulul jannata an-namam. Namima ni yule mwenye kugonganisha watu, kuwafitinisha watu, watu wakachukiana, watu wakagombana, watu wakataka kuuana. Huyu namama haingii katika janna, anastahiki adhabu ya moto wa jahannam. Kwa hivyo wewe kama Muislamu jiepushe na namima. Kwa nini? Kwa sababu unaogopa kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu ndani ya moto wa jahannam. Kisha vile vile subhanallah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, namna Allah anavyosema katika surati al-Baqara aya ya 281, na muogopeni ile siku ya kiyama, siku ambayo kwamba ndani yake mtarudishwa kwa Mola wenu. Sasa wewe wakati unapotaka kufanya madhambi, wallahi kumbuka vitu vitatu, na hivi vitu vitatu ina maana moja. Kumbuka ya kuwa unafaa kumuogopa Allah. Allah asikutizame kule alikokukataza, unafanya kile ambacho amekuharamishia, unavuka mipaka yake. Muogope Allah. La pili, wallahi muogope Allah asikukose kule alipokuamrisha. Amekuamrisha ufanye ibada, wewe hauko kati ya wale wenye kufanya ibada. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin. Watu wa moto wa jahannam wakiulizwa ni nini kimewafikisha ndani ya moto wa jahannam, watasema nini? Lam nakum minal musallin, hatukuwa tukipatikana kati ya wale wenye kuswali. Yani uogope Mwenyezi Mungu, umuogope asikukose kati ya wale ambao wanamwabudu. Hiyo ni moja. La pili, wallahi ogopa adhabu ya moto wa jahannam. Kwa hivyo jiepushe na vitu vyenye vitakupeleka katika moto wa jahannam. La tatu, wallahi alazim, ogopa siku ya hesabu, siku ya mwisho, siku ya malipo. Fanya ibada ili siku hiyo usijutie. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Ogopa wallahi siku hiyo ya kiyama, usiwe kati ya wale ambao kwamba mizani yao ya mema itakuwa ni nini? Nyepesi. Fanya ibada, jitahidi kufanya ibada ili mizani yako siku hiyo ikuwe nini? Nzito. Hasa uchaji Mungu namna inafasiriwa tu kwa urahisi kwa mujibu ya qaul ya Abu Huraira radhiyallahu anhu arda. Aliendewa na bwana kati ya tabi'in, akamwambia ya Aba Huraira akhbirni 'anit tuqa, ewe Abu Huraira niambie ni nini uchaji Mungu. Akamjibu kwa swali, akamwambia hal mashaita ala tariqin dha shawkin qat, je wewe umewahi kutembea juu ya barabara iliyojawa na miiba? Akasema bala, ndio. Akaulizwa madha sana'ta, ni nini ulifanya ulipojipata unatembea juu ya barabara iliyojawa na miiba? Akasema kuntu idha raaitu shawkan ittaqaitu, nilikuwa nikiona miiba najiepusha na kuikanyaga hiyo miiba. Abu Huraira akamwambia fadhaka tuqa, hiyo ndio uchaji Mungu. Utizame madhambi na maasi kama miiba, ukikanyaga itafanya nini? Itakudhuru. Utizame madhambi kama nini? Miiba. Ndio Ibn Mu'taz kati ya waja wema waliotangulia, Ibn Mu'taz rahimahullah, akachukua hili tukio akalieka katika ubeti la ushairi, akasema uchaji Mungu ni nini? Khalid dhunuba saghiraha au kabiraha fahuwa tuqa. Uchaji Mungu ni wewe ujiepushe na uachane na madhambi, yawe kabiruha au saghiruha, yawe madhambi makubwa yawe madhambi madogo, yote ujiepushe nacho. Wasna' kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara, na uwe kama yule bwana aliyemuuliza Abu Huraira, yule mwenye kutembea juu ya barabara iliyojawa na nini? Miiba. Yahdharu ma yara,
anajiepusha, anachukua tahadhari yasikanyage miba ambaye anaiona. Yani jiepusha na madhambi. Tizama madhambi kama miba, ukiyakanyaga yatakudhuru. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala min alhasa, usidharau madhambi madogo. Wallahi madhambi madogo ni hatari. Mtume alisema sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na madhambi madogo, tajtami' ala ahadikum hatta tuhliku, inakusanyika juu ya mmoja wenu mpaka inamwangamiza. Kwa kuwa mtu anaona hii ni dhambi ndogo, haiogopi, anaifanya, anasahau kujifanyia hesabu. Mwishowe inakusanyika, inakuwa mingi kuliko hata madhambi makubwa. Alafu haya madhambi madogo aliyekuwa na idharau ndicho kinachomwangamiza. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala min alhasa. Ona milima yenyewe imetokamana na vijijiwe vidogo. Adama zile ibada ambazo zipo ndani ya Qur'ani na Sunna, kwa nini tarju thawab Allah? Unatarajia utalipwa malipo na Allah. Raja. Je, hiyo ndio uchaji Mungu pekee? La, mathanan. Ina sehemu ya pili, wa antatruka ma'siyat Allah. Uchaji Mungu ni pia wewe uache kumaasi Allah, uachane na madhambi. Ala nurin min Allah, kwa mujib ya kile ambacho kimeitwa ni dhambi, maasi katika Qur'ani na Sunna. Kwa nini? Takhafu iqab Allah, unahofia adhabu ya nani? Allah. Sasa alkhawf waraja, tunamwabudu Allah kwa raja, matumaini ya kuwa atatulipa, na kwa hofu, kwa kuogopa nini? Adhabu yake ikiwa hatutamwabudu. Hii ndio uchaji Mungu, ndugu wapenzi katika imani. Allah akasema inna lilmuttaqina mafaza, wachaji Mungu ndio watakaofaulu. Na baada ya hapo aya inayofuata Allah dhakara naw'an min hadha alfawz, Allah akataja mfano mmoja kati ya kufaulu ambao kwamba anaikusudia. Allah akasema hadaiqa wa a'naba. Hii ni mfano mmoja wa kufaulu. Wakati wengine wanaungua ndani ya moto wa Jahannam, wako ndani ya vidimbwi vya moto wa Jahannam, hawa wachaji Mungu watakuwa wanajivinjari ndani ya alhamdulillah basatin, ndani ya mabustani fil janna, katika janna. Watakuwa wanajivinjari ala suririn mutakabilin, wameegemea, wamejilaza juu ya nini? Vitanda, wakionana chini ya kivuli ya nini? Chini ya yani vifuli ama kivuli cha nini? Mabustani na miti, naam, ya janna. Watakuwa ndani ya bustani, mabustani. Hadaiq jam'u hadiqa, wingi wa bustani. Wa a'naba, yani bustani ambayo itakuwa imejaa kila aina ya miti na kila aina ya matunda. Lakini Allah akataja sharafan lil'inab, yani kuonyesha naam utukufu uliopewa nini? Zabibu. Allah akasema wa a'naba. Zabibu wallahi alazim ni matunda yenye manufaa kwa mwili wa mwanadamu. Sukari yake haikudhuru, sukari yake haikudhuru sawa na tende. Sasa Allah akataja wa a'naba, hawa wachaji Mungu watakuwa ndani ya bustani, ndani ya janna. Hii ndio hali yao, wanajivinjari. Naam, na humo ndani ya hizo bustani kutakuwa na nini? A'nab, mizabibu. Watakuwa wanakula zabibu wanavyotaka. Sharafan lizabib, anavyosema Ibn Uthaymeen. Kisha Allah akasema wa kawaiba atraba, na hawa wachaji Mungu neema nyingine ambao watafaulu naye wakiwa katika janna ni watapewa wanawake wazuri, wanamwali, yani wanawake ambao hawajazeeka. Na kwa wanawake wao watakuwa warembo kuliko hurul ain, na watapewa kama waume wao walikuwa watu wema, watakuwa na waume wao. Lakini ikiwa waume wao walikuwa waovu kama Firaun, naam, na Asia alikuwa mwema. Daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata Firaun
idh qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min Firauna wa amali. Asia mke wa Firaun haezi akapewa Firaun. Baadhi ya wanazuoni wakasema atapewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mume wake, kwa kuwa alikuwa mwanamke mwema duniani. So kawaiba atraba ni wanawake wana mwali, bimaana ambao hawajazeeka, wana ujana wao, wanawake wa janna. Atraba dhawatu sinnin wahida, umri wao wote utakuwa moja, ndio maana ya neno atraba. Juu yake watakuwa watu wa janna katika hali ya kujivinjari. Wa ka'san dihaqa, wa ka'san, watakuwa ni wenye kuwa na bilauri na vikombe. Dihaqan mumtaliatan, ambao vitakuwa vinajaa, havipungui, viko full. Kwa hivyo yani ni full enjoyment, hawatakatikiwa, hawataishiwa. Wa ka'san dihaqa, wal murad, na kinachokusudiwa hapa ni vinywaji vya janna. Watakuwa bilauri zao zinajaa wakati wote, kinywaji wanachokitaka kati ya vinywaji vya janna. Kinachokusudiwa, nasema Ibn Uthaymeen, ni al-khamr, tembo la janna, ambalo kwamba lina sifa zake, halibadilishi akili, haliudhi kwa harufu, linanukia nzuri. Naam. Almuhim, ni zipi vinywaji vya janna? Katika surati Muhammad aya 15 Allah akisema anharun min ma'in ghairi asinin, mito vyenye maji ambaye kwamba ni safi. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, na mito yenye maziwa yasiyo haribika. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na mito yenye nini? Yenye tembo ambalo kwamba ladha, yenye ladha nzuri. Lisharibin, kwa wale wenye kuikunywa. Wa anharun min asalin musaffa, na mito ya asali ambao kwamba ni safi, isiyo kinaisha. Cha msingi, hizi ndizo watu wa janna watakaokuwa wanakunywa, na vikombe vyao vitakuwa full all the time. Nikimalizia, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, na hii ni neema tu kuonyesha hali ya watu wa janna, la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba, hawatosikia humo ndani ya moto hawatosikia humo ndani ya janna. La yasma'una fil janna, watu wa janna hawatosikia ndani ya janna laghwan, maneno ya kipuzi. Kalaman batilan la khaira fi, hiyo ndio laghw, maneno ya ubatili ambaye haina khairi ndani yake. Hawatosikia maneno ya kuudhi, hawatoudhika. Tizameni watu wa moto wa jahannam walikuwa wanaudhiwa, sio? Wanaomba wapunguziwe adhabu, wanaambiwa nini? Fadhuku, onjeni utamu, falan nazidakum illa adhaba. Watu wa moto wa jahannam wanasikia maneno ya kuudhi, wanaudhiwa na Mwenyezi Mungu, wanakejeliwa, malaika wanawakejeli. Lakini watu wa janna hawatoudhika, hawatosikia maneno itakao waudhi. La yasma'una fiha laghwan wala kidhaba, na wala hawatosikia maneno ya uongo. Kisha namna mnakumbuka Allah akimalizia watu wa moto wa jahannam alisema nini? Jazaa wifaqa. Hiyo adhabu yote wanapitia ni malipo yani muafaka, kwa sababu ya vitendo vyao duniani. Sikizeni, Allah anamalizia kuwazungumzia watu wa janna akisema jazaan min rabbika ataan hisaba. Hizi neema zote watakaokuwa ndani yao kujivinjari, ambaye inatofautiana na hali ya watu wa moto wa jahannam, ambao watakuwa kiitisha kinywaji wanapewa usaha yenye kuchemka, yenye harufu mbaya. Wanaitisha wamwagiwe maji ili watulize, wanamwagiwa nini? Maji moto yenye kuchemka kwenye utosi wa vichwa vyao, inawachoma uso. Kinyume na wale watu wa janna, wako na anharun min ma'in, wako na mito yenye maji ambao kwamba ni maji masafi yenye ubaridi. Wana kila aina cha kinywaji katika janna. Yani Allah anaonyesha contrast, hali mbili tofauti. Kisha jazaan min rabbika ataan
Haya ni malipo ambaye Allah anawapea watu wa janna. Ataan, zawadi. Ataa ni zawadi. Ataan hisaban. Hisaban maana yake kafian, yenye kutosha. Ukiwa katika janna wallahi hautopungukiwa. Kwa lugha ya Kiarabu mtu akinipa zawadi nitasema a'tani hadiyatan hisaban. Mtu akinipa zawadi la kunitosheleza mimi, bimaana haina nini? Upungufu. Hasa malipo ambao watu wa janna watapewa, Allah anasema nini? Jazaa min rabbika, malipo kutoka kwa Mola wako. Ataan, zawadi. Hisaban, kafian, yenye kutosheleza. Na nikimalizia, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Suhaiba radhiyallahu anhu arda katika sahihi Muslim anasema, idha dakhala ahlul jannati aljannata, watu wa janna wakiingia ndani ya janna, yaqulu Allahu azza wa jalla lahum, Allah mwenye izza atawaambia, amin shay'in turiduna uziduhu lakum, je kuna kitu mnachokitaka niwazidishieni nyinyi watu wa janna katika neema na malipo? Watasema, qalu, kumwambia Allah, na muomba Allah atujalie sisi sote kuwa kati ya hawa. Watasema, alam tudkhilna aljannata wa tunajjina minan nar, je haukutuingiza katika janna na ukatuokoa kutokamana na moto wa jahannam? Alam tabyaddu lana wujuhana, je haukutia nuru katika nyuso zetu wakati watu wa moto wa jahannam wanagiza usoni, wanatembea katika giza, wanaumia? Watu wa janna watakuwa na nuru katika nyuso zao. Je, hii yote hujatupea? Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafanya nini? Fayakshifu alhijab, ile hijab ambaye kwamba iko baina ya Allah na waja, ambacho kinawazuia waja wa Allah kumuona Allah, hiyo hijab itaondolewa kwa watu wa janna, wawe katika jannatil ma'wa, janna ya chini, ama jannatil firdausil a'la, janna ya juu. Wote watu wa janna, hiyo hijab itatolewa. Kisha fayu'tamuna ahabbu ashya'in ilayhim wa huwa an-nadhar ila rabbihim azza wa jalla, watapewa kitu ambacho wanakipenda zaidi, ambacho ni nini? Kumtizama Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Yani kumtizama Allah ndiyo zawadi ya mwisho ya watu wa janna. Ataan hisaba, wallahi malipo yenye kutosha. Tumomba Allah atujalie kati wenye kuisoma Qur'ani na kuifahamu. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'al lahu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-layli wa atraf an-nahar waj'al lahu lana hujjatan ya rabbal alamin, la hujjatan alayna bal hujjatan lana. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu